Unajua kiukweli kumekuwa na mapungufu makubwa sana kwenye walinzi wa pembeni wa Yanga. Msimu uliopita alikuwepo Yao Tolakwasi, alikuwa na assist 7 na alikuwa na performance bora sana. Alikuwa bora kwenye kuzuia na bora kwenye kushambulia. Msimu huu katika lile eneo kiukweli Yanga wamekuwa wakipata tabu sana. Mara baada ya Yao Tolakwasi kupata majeraha, Kibwana Shomari kuna muda amepata nafasi, lakini Dennis Nkane alicheza pamoja na Dickson Job. Dirisha dogo akamsajili Isra Patrick Mwenda ambaye amekuja. Isra anaonekana bora zaidi kwenye kushambulia, lakini kwenye issue ya kuzuia bado kumekuwa na changamoto. Yani hakuna mchezaji ambaye amefikia walau 70% ya ile performance ambayo alikuwa anaionyesha Yao Tolakwasi. Na Simba wamekuwa bora zaidi maeneo yao ya pembeni. Eli Mpanzu ameingia katikati ya msimu, mpaka sasa hivi ana mchango wa mabao 10, magoli 4 na assist 6. Uwezo wake wa kuwapita mabeki, uwezo wake wa kukimbia na mpira, wa kukaa na mpira. Yanga katika upande ule wanahitaji kuwa na mlinzi ambaye atakuwa bora zaidi kwenye kukaba. Na katika walinzi ambao nawaona, namuona Kibwana Shomari ni mlinzi ambaye ni bora sana kwenye kukaba. Anaweza akakaba ile man to man. Angalia kwenye ule mchezo ambao Yanga walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya TP Mazembe kwenye michuano ya CAF Champions League hatua ya makundi. Kibwana Shomari alifanya kazi kubwa sana ya kumzuia winga hatari wa TP Mazembe, Oscar Kabwiti. Kwa hiyo naona kabisa kama Yanga wanataka kuwa bora zaidi katika eneo la pembeni, kuwazuia mawinga wa klabu ya Simba, basi Kibwana Shomari ni mchezaji ambaye anatakiwa zaidi katika lile eneo, kwa sababu yeye sio mzuri kwenye kushambulia, lakini inapofikia swala la kukaba amekuwa bora sana. Anatumia nguvu, lakini pia anatumia akili na anaweza akapambana na mawinga wa klabu ya Simba.